Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain ba'd. Tukiendelea na darasa yetu ya alfia kama ilivyokuwa ni ada, na tulishia katika upande wa anwa'u al-kalam, tukasema huko nyuma ismun wa fi'lun wa harfun, na leo tunaingia katika upande wa alama za majina. Na miongoni mwa alama za majina Sheikh anasema katika beti bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lilismi tamyizun hasali. Bil jarri kwa kule kujurishwa jina, wa tanwini na kukubali tanwini, wa nida na vile vile pia kukubali nida kuitwa kama vile kusema ya Muhammadu, wa al au vile vile pia kuingiliwa na alif na lam kama vile kusema ishtaraitu alkitaba, wa musnadin lilismi na vile vile pia kuegemezwa kwa jina, musnad na musnad ilayhi kama vile kusema Muhammadun qa'im, Muhammad akawa ni musnad ilayhi, maana wakati wakaegemezwa kitendo cha kusimama. Tamyizun hasal, upambanuzi unapatikana kuwa ni alama zake hizi zote ambazo amezitaja: kujurishwa, kuingana tanwini, kuegemezwa, kuingana alif na lam, kukubali nida. Kwa dhakara musannif, ametaja musannif rahimahullah ta'ala fi hadha albayt, katika baiti hii alamat lismi, alama za majina. Faminha, miongoni mwa hizo kuna aljarru, wa huwa yashmalu aljarra bil harfi wal idafa wat tabaiyya. Nayo jarri akisema kujurishwa, maana kuna beba kujurishwa kwa sura yote, sawa sawa ni kwa herufi, sawa sana kwa idafa, kwa kuegemezwa, sawa sana kwa sura at-tabaiyya, sura ya kufuata, maana kama vile sifa ni natu, zote zitaingia kwa sababu yeye kaachilia tamko asema bil jarri. Ni tofauti kama kule aliposema katika mulhatul i'rab Sheikh al-Hariri, kule alisema kwamba walismu ma yadkhuluhu min wa ila ukana majruran bi hatta wa ala, kwamba kule jina lile ambalo linaingiwa na min na ila, kwa kule kazifunga herufi. Lakini hapa kaachilia kujurishwa kwa sura yote. Inawezekana ikajurishwa kwa idhafa, pamoja na kuwa kwamba kuna ambao wanaona kwamba jina linajurishwa kwa idhafa au ni kwa mudhafu, na khilafu, lakini tutakujaziona huko mbele inshallah. Kwa lakini inawezekana ingia hapa sura yote ile kujurishwa kwa jina au at-tabaiyya, kwamba ni sifa wakati huo imefuata jina ama nunut au mausufu ambalo wakati huo nalo vile vile pia limejurishwa. Na kwa mfano maratu bi ghulami zaidi al-fadili, nimepita kwa mtumwa wa Zaidi ambaye ni bora. Kwa hiyo ghulami hapo ilipo imejurishwa na ba'u, Zaidi imejurishwa kwa idhafa kwa sababu ghulami ni mudhafu, na afu na Zaidi mudhafu ilayhi, na al-fadili imejurishwa kwa sababu ni sifa ya Zaidi ya huyo Zaidi ambaye itakuwa ni sifa yake. Na kwa falu ghulamu, kwa wakati wa ghulamu majrurun bil harfi, imejurishwa kwa herufi, wa Zaidi na Zaidi wakati huo ni majrurun bil idafa, wal fadil majrurun bit tabaiyya, ikajurishwa kwa sura kwa sababu ni sifa ni natu. Wa huwa ashmalu, na hii taarifu hii bil jarri kwa kujurishwa inakusanya zaidi maana min kauli ghairi, kuliko kauli ya wengine wanaosema bi harfi jarri, kwamba alama ya majina ni kule kubali kujurishwa kwa herufi ya jarri, itakuwa imefungwa kwa herufi tu. Lianna hadha, kwa sababu hii kwa herufi ya jarri la yatanawala al-jarra bil idafa, haitobeba kule kujurishwa jina kwa idafa, wala al-jarra bit tabaiyya, wala haitobeba kujurishwa jina kwa sura ya kufuata kwa sifa. Wa minha, vile vile pia katika alama za majina ni at-tanwin, ni kule kukubali tanwini. Wa huwa ala arba'ati aqsam, na tanwini imegawanyika katika mafungu manne. Kuna tanwinu tamkini, tanwini ya kulimakinisha jina, na ndio maana katika majina unasikia kwamba kuna al-asmaul mutamakkina, majina ambayo ni yenye kumakinika, maana yake yenye kukubali tanwini, ambayo ni majina yanayoitwa al-mu'raba. Majina ambayo ni mu'raba yanaitwa al-asmaul mutamakkina. Na katika hayo mutamakkina kuna ambayo yanaitwa mutamakkinun amkana, na kuna mutamakkinun ghairu amkan. Kuna mutamakkinu ambayo ni amkan, yale ambayo yatakuwa yanakubali, yanawezekana wakati huo kukubali tanwini, na kuna ambao mutamakkin asili yake yanakubali tanwini, lakini wakati huo hakuwezekana kwa sababu ya kuwa kuna ile ambayo ni mamnuu min sarfi, kama atakavyokuja katika mlango wake. Kwa tanwinu tamkin huwa lahiqun, ile inaungana lil asma'il mu'raba, inaungana majina ambayo ni mu'rabu, ka Zaidi, kama vile kusema Zaidi, rajuli, illa jamu al-muannath, isipokuwa jamu muannath imetolewa, nahu muslimati, mfano muslimati, wa illa, na vile vile pia ikatolewa tamko nahu jawari wa qawashi, hizi nazo vile vile pia zimevuliwa. Wasayati hukumu, na hukumu yake itakuja mbele. Kwa tamko jawari na qawashi, kwa sababu jawari tanwini yake inakuwa ni tanwini iwad, tanwini jamu muannath salim inaitwa kama ni tanwinul muqabala. Kwa jawari ilikuwa asili yake kuna yeye mwisho aljawari, kama ilivyokuja wala aljawari almunshaat fil bahri kal'ala, kwa sababu hii inakuwa ni ismu manqus, kulikuwa na yao, lakini imeondoshwa yeye kwa sababu zisikutane sakina mbili, yeye na sakina, na mwishoni katika ile tamko lina tanwini, na tanwini inakuwa ni ibara na nuni sakina, kwa hiyo zitakutana sakina mbili, kabidi iondoswe yao. Mufradi wa jawari ni jariyatun, na ghawashi inakuja ni ghashiyatun, vile vyenye kufunika, al-ghawashi.
na jariyatun sawa ni mwanamke au sawa ni jariyatun chenye kupita, muannathi jawari na kwa ni jamu yake. Wa tanwinu tankid aina ya pili na tanwinu tankid inaingia katika majina ambayo ni mabni, kutofautisha kati ya ambayo itakuwa ni maarifa na ile ambayo itakuwa ni nakira. Wa huwa lahiqu, ni ile ambayo inaungana ila asma'il mabniya na majina ambayo ni mabni, farkan kutofautisha baina maarifatiha wa nakiratiha. Na mfano maratu bi sibawain, imepita kwa sibawain ambayo sibawain ni mabni, ni katika yale matamko ambayo ni murakkab tarkib al-masjid, sibun haruf wa nzuri. Kwa hiyo sibawain hii ikaingiza tanwini, kusema maratu bi sibawaihin akhara, nimepita kwa sibawaihi mwingine, hii inakuwa wakati huo iliyokuwa imeingiwa na tanwini na kwa ni nakira. Na hii ambayo itakuwa ni sibawaihi wakati huu itakuwa ni maarifa, kwa maana atakusudiwa mwenyewe yule shekhe sahibu nahwi ambaye ametunga kitabu kilichoitwa Al-Kitab. Ikiwa haina tanwini, ikiwa na tanwini maana yake itakuwa ni mtu tu wa kawaida, ndio utasema sibawaihin kwa tanwini, ndio maana ikaja hapa sibawaihin akhara, maana yake sio yule mwenyewe aliyokuwa ameandika masala ya nahwu. Wa nahwu na vile vile pia tanwini muqabala wa huwa lahiqu, ni ile ambayo inaungana lijami muannath salim na ungana na jamu muannath salim. Na akisema tanwini muqabala kule kuelekeana na kitu, yani kupishana na kitu, kukielekeza kitu sambamba na kitu kingine. Kwa hiyo tanwini muqabala huwa lahiqu, ni ile inaungana jamu muannath salim, inaungana jamu muannath salim na mfano muslimati. Fa innahu, hii tanwini yake fi muqabalati nun, ipo katika kuelekeana na nuni fi jamu mudhakkar salim, katika jamu mudhakkar salim, kama ilivyokuwa nuni katika muslimuna, muslimina, katika jamu mudhakkar salim nuni yake inakuwa ni iwa ya tanwini. Basi vile vile pia hii jamu muannath salim pia itakuwa tanwini yake ndio hii ambayo tutakuwa tumeelekeza kwake, maana yake zitakuwa zinapishana tu, kwamba jamu muannath salim ndio kwa jamu mudhakkar salim, kule imekuja nuni, basi huku tunaweka tanwini yake kwa sababu zote ni jamu. Kwa ndio fi muqabalati nuni, ipo katika kuelekezwa na sambamba na nuni iliyokuja katika jamu muannathi, katika jamu mudhakkari salim, kama vile muslimina kama alivyotoa mfano. Wa tanwini ni iwadhu, nyingine tanwini ya iwadhu maana yake ni tanwini inakuwa ni badala, inakaa niaba, inakaa badala ya tamko au jumla ambayo itakuwa wakati huo imeondoshwa. Wa huwa ala thalathati aqsam, na mengine katika mafungu matatu. Akaanza na alif, inawezekana ikawa ni iwadhu na jumlatin, hii tanwini ikawa ni badala ya jumla ambayo itakuwa jumla hiyo ilikuwepo ikaondoshwa ikawekwa tanwini kuwa ni iwadhu yake, kuonyesha kwamba hapa kumeondoshwa kitu. Wa huwa nao ni ile ambayo yalhaqu idh, inaungana idh, iwadhan kuwa ni badala, an jumlatin, kutokana na jumla ambayo itakunu baada ya jumla hiyo ambayo inakuja baada yake, kwa kauli ta'ala, kama kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum, na wakati huo nyinyi, hina idhin, wakati huo, tanduruna, kwa hiyo mtakuwa mnatazama. Kwa hiyo hina idhin, wakati huo, maana yake wakati gani huo? Kuna jumla ambayo tayari ilishatanguliwa kunyuma kuelezewa. Kwa hiyo hii jumla ndio inaokadiriwa hapa, hina idhin, maana yake hina idh balaghati ruhul hulquma, wakati roho itakapofika katika koromero, tanduruna, mtakuwa mnatazama tu. Kwa hiyo hii balaghati ruhul hulquma, hii jumla ilikuwepo ikaondoshwa ikawekwa hii tanwini kuwa inawakilisha kuwa ni badala ya hii jumla ambayo imeondoshwa hapa. Kwa hiyo akasema kwamba ai hina idh balaghati ruhul hulquma fa hudhifa balaghati ruhul hulquma, ikaondoshwa hii jumla, wa utiya bitanwini, kisha ikaletwa tanwini iwadhan anhu, kuwa ni badala yake. Na mfano mwingine kama ilivyokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardh wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun, kwamba atashindwa Roma, lakini baada ya miaka kadhaa hapo mbeleni nao watakuja shinda. Ilikuwa ni bishara na bashiri wa Uislamu, fi bidhi sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du, maana yake baada ya ushindi, kabla ushindi, yote ni majambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mwenye kupitisha. Wa yauma idhin, ndio mahali shahidi, na wakati huo, wakati gani? Maana yake hii idh inakadiriwa kwamba hii tanwini yake imekaa badala ya jumla ya nyuma iliondoshwa. Maana yake wa yauma idh yaghlibu rumul fursa, wakati huo wa Roma watakapowashinda wa Fursi, yafrahul mu'minuna, ndio watafurahi waumini binasrillahi, kwa ushindi ambao Allah subhanahu wa ta'ala umepitisha, yansuru man yasha ila akhir al-aya. Kwa hiyo anaelezea kama ilivyokuja hapa, imekuwa ni iwadhu wa utia bitanwini wa dhanana. Ba anasema wa qismun yakun iwadhan ismu, kifungu kingine zikana ikawa ni iwadhu kutokana na jina. Wa huwa lahiq, na ile ambayo imeungana likullin, imeungana tamko kullin iwadhan amma tudhafu ilayhi, kwa ni iwadhu ya mudhafun ilayhi ambayo imeondoshwa.
Mfano kasema kullun qa'imun, maana yake kullu wahidin au kullu insani. Kwa hiyo tanwini kwa ni wadha kitu kilichokuwa kimeondoshwa ambayo itakuwa ni mudhafu ilayhi, maana yake kila mmoja ni mwenye kusimama. Au wa kullun fi falakin yasbahun. Kwa hiyo hii inakuwa ni tanwini ya mudhafu ilayhi ambayo imeondoshwa. Hudhifa insanu, kaondoshwa insani katika kullun qa'imun, maana yake kila mmoja ni mwenye kusimama. Kaondoshwa insani, maana yake asili yake ilikuwa ni kullu insani, mudhafu ilayhi kaondoshwa. Wa utia bitanwini, kisha ikaleta tanwini ya wadha anhu kwa ni badala yake. Wa qismun jim anasema kifungu cha 3 yakunu iwadhan harfi, inawezekana ikawa ni iwadh kutokana na herufi iliondoshwa. Wa huwa lahiq, na ile ambayo itakuwa imeungana lijawari, tamko jawari wa kawashin wa nahwi, maana mfano matamko haya ambao kama tulivyoeleza ilikuwa mshoni kuna yau jawarin, ilikuwa ni jawari na gawashi, lakini akaondoshwa kwa sababu ni ismu manqusun munawwan, ni jina ambalo lina ismu manqus liko na yau na tanwini, wakati huo ikabidi iondoshwe ili zisikutane sekna mbili. Wana hii na mfano wake rafan wa jar, tena wakati wa kurufaishwa na kujurishwa sema haulai gawashi au haulai jawarin, lakini wakati wa kunasibishwa kama tunavyojua kwamba tunasibishwa bi fatatin dhahiratin fi akhirih, kama ilivyokuja katika mulha kule wa tuftahu liyau idha ma nusiba, ila fatha moja kwa moja yeye endapo itanasibishwa ile jina manqusu. Nahu laqitul qadhiya almuhazzaba. Kwa hiyo sema haulai jawarin wa maratu bi jawarin, fahudhifatil liyau, ikaondoshwa yeye wa utiya bitanwini, kalita tanwini yeye wa anha kwa ni badala yake. Tanwini nyingine ni tanwini tarannum, ni tanwini ya kunungunika. Tarannum ni kunungunika. Wa huwa alladhi, na ile ambayo yalhaqul qawafiya, inaungana mishilizo. Na kawafi mishilizo inakuja katika masala ya mashairi almutlaqa, mishilizo ambayo imeachiliwa. Akisema kawafi zimegawanyika katika sura mbili, kuna kawafi ambayo ni mutlaqa kwa watu arudhi, na kuna kawafi ambazo ni muqayyada ambazo zimefungwa. Kawafi mutlaqa ni zile ambazo zimeachiliwa mwishoni, hazina sukuni, maana yake zimemalizika hazina sekna, au zimemalizika mwishoni kuna harfi ya illa, ima ni wau au ye. Hizi zinaitwa kawafi mutlaqa. Lakini muqayyada ni zile ambazo wakati huo zitakuwa zimemalizika na sekna. Kwa hiyo hizi ambazo zitakuwa mwishoni kuna harfi ya illa inaingia katika upande wa kawafi ambazo ni mutlaqa kama tulivyosema. Kwa hiyo hii tarannum inaingia vile vile katika upande wa kafi ambazo ni mutlaqa, ambazo zitakuwa zimalizika mwishoni kabla zina harfi ya illa, au zimemalizika wakati huo mwishoni hazikumalizika na sekna. Ndio kama hivyo, maana kama haikumalizika na sekna kutakuwa kule mwishoni kuna herufi ya illa ambayo itakuwa imekuja sasa, iko moja kwa moja imeletwa, iko wazi, au imekuja kwa sura ya ishba, kwa maana imeshibishwa, imeachiliwa, kama tunavyojua katika masala ya arudhu kwamba ikiwa hukuifunga na sekna, basi ukimalizikia na haraka kule mwishoni tutaishibisha haraka, tutaikadiria haraka kwamba kuna herufi ambayo itanasibiana nayo katika zile harfu za illa. Na tutaona mfano wake kama vile ukisema labda bismillahi khaliqina azizun wa ba'da salawati ala khairil anami. Kwa ukisema al-anami, hii muda huo mwishoni kuna haraka, hii anami kama kule mwishoni kuna yeye, hata kama umemalizika na kasra. Kwa hiyo tunakadiria ile haraka ambayo itakuwa inajadisiana nayo, inasibiana nayo. Anami kama mwishoni kuna yeye anami, kwa sababu hii hatukifunga na sekna. Na kama imekuja mfano faulu au alimu, maana kuna mwishoni kutakuwa kuna wao, hata kama ni kushibishwa. Kwa hiyo inawezekana harfa ile ikaja moja kwa moja, au ikawa ni katika hali ya kushibishwa, tukaikadiria kwamba ipo katika masala ya arudhi. Kwa tanwini hii akasema kwamba inaingia katika upande wa kawafi ambazo zimeachiliwa bi harfi illa, zimemalizika na harfu za illa mwishoni. Kakauli kama aliposema aqilil lauma, punguza lawama, anaambia mwanamke adhila, mwenye kulaumu. Na hii imeondoshwa tau li takfifa, imepeleka katika mlango ule wa munada murakham ala na mrada wa tarhim. Tarhim maana ni hadfu akhir ismi, takhfifa ni kuondosha herufi ya mwisho jina kwa lengo la kupata hepesi katika masala ya munada, na inakuwa inaingia katika upande wa alam peke yake. Kwa hiyo hii adhila ilikuwa ni adhila tu, kulikuwa na tau lakini imeondoshwa hivyo. Maana yake mwenye kulaumu, naambia mwanamke wale itaba ni kupunguza lawama, wakuli kisha useme in asabtu, ikiwa nimepatia, sema laqad asaba, ni kwamba amepatia. Kwa hiyo al-itaban ndio mahallu shahidi hapa, kuna sekna ya nuni. Hii nuni iliyokuja hapa inakuwa ni iwadhu. Itaban maana yake imewekwa tanwini, hii inakuwa ni iwadhu kutokana, maana yake ni badala ya alifu ilikuwa imeachwa, kwa sababu hapa imalizika al-itaba. Na hii laqad aswaban pia ilikuwa laqad aswaba, ilikuwa ina alifu ya itlaqi kwa sababu ilikuwa imalizika na fatha, kwa kulikuwa kumeachiliwa alifu mwishoni. Na hii betu ukiangalia mwishoni ilikuwa imalizika na alifu.
Kwa hiyo ikawekwa hii nuni kwa ni badala yake kwa sababu ya kule kunungunika. Na hii at-tarannum tanwini yake hii inaingia tanwini tarannum katika upande wa mashairi tu, sio katika maneno ya kawaida. Fajia bitanwini kal tanwin badala min alif badala alif li ajli tarannum kwa lengo la kunungunika. Kauli hii na kauli yake aliposema azifa taraqulu umekaribia msafara au kusafiri, ghaira anna rikaba na isipokuwa vipando vyetu, lamma tazul havikuondoka bili hali na havikuondoka na msafara yetu, wakaankadin. Kwa hiyo wakaankade ndio asili yake, lakini kadi wakaankadi, hii kadi ilikuwa ina kasra, ambayo kasra hii maana yake kule mwishoni tunashibisha kama tulivyosema, ikiwa haikufungwa na sekna imewekwa kasra kulingana na kafia na mishilizo yetu imekuja hivi kwa kasra tunashibisha herufi na nasibia nayo. Maana yake kule mwishoni kama tulivyoweka ankadi kulikuwa na yau, lakini sasa ikaondoshwa hii nuni, inaitwaje ile yau, ikawekwa iwa, ikawekwa badala hii nuni, ambayo hii nuni ndio ile tanwini yetu wa ankadin, ilikuwa ankadi, lakini ikaondoshwa ile yau yetu tukaweka badala yake hii tanwini ambayo ndio hii nuni unaiona kwa lengo la kunungunika. Kwa ankadi kana kwamba kwa msafara umekaribia, ndio maana kama kana kwamba umekaribia. Kwa kadi kuna jumla ambayo imeondoshwa maana yake, maana kana kwamba umekaribia. Kwa kuna sentence ambayo imeondoshwa wakati huo, sababu inarudi maana yake huko nyuma, kana kwamba umekaribia kusafiri huo msafara. Wa tanwinul ghali, tanwini nyingine ni tanwinul ghali, wa athbatahu al-Akhfash, na tanwini amethibitisha Sheikh al-Akhfash, wa huwa alladhi, nayo ni ile ambayo hakul kawafi al-muqayyada, inayoungana na kafi ambazo muqayyad. Sasa muqayyad ni zile ambazo zitakuwa zimefungwa kwa sekna kama tulivyosema, mfano wakati min amaqi, na qatim ni yule aliyokuwa amejaa vumbi, timtimu, au alikuwa naam yuko timtimu, ndio maana yake kwa upande wa lugha. Qatim al-amaq yule aliyejaa vumbi la al-amaq, na al-amaq kama alivyotafsiri maana yake mabauda min atrafi sahara, maana yake amejaa vumbi na yupo katika sehemu ya mbali katika wangu mwishoni kabisa huko. Khawi al-mukhtarak, na khawi maana yake ni mwenye kujitenga kwa peke yake. Al-mukhtarak na yeye mukhtarak ilikuwa asili yake mukhtarak maana yake ni sehemu ya kuvuma upepo, yani sehemu inayopiga upepo, maana yake amejitenga na sehemu inayopiga upepo. Sasa mahallu shahidi ni al-mukhtarak, mukhtarakan hii imeisha na sekna alafu akaongeza mwishoni tanwini, na tanwini hii inaitwa tanwinu al-ghali, ndio hii nuni yenye sekna inayoonekana hapa. Na hizi zinaingia katika upande wa mashairi kama tulivyosema peke yake, na wala haziingii sehemu nyingine. Dhahiru kalam al-musannif, na dhahiri ya maneno ya musannif mtunzi, anna tanwina kullahu, kwamba tanwini zote min khawasil ismi, ni katika vitu ambavyo vinahusiana na majina tu, walaisa kadhalika, lakini sio hivyo. Hii inakuwa ni dhahiri ya musannif maana Ibn Malik, bal alladhi yahtasu, bali anasema alladhi yahtasu bihi alismu inma huwa tanwinu tamkin wa tankir al-muqabala lil-wadhi, ni ile ambayo itakuwa ni tanwinu tamkini inahusiana na majina, tanwinu tamkini na muqabala tanwinu al-iwadh. Wa amma tanwinu tarannumi, ama tanwinu tarannum na tanwinu al-ghali, fayakunani, hizi zinaingia fil ismi wal fi'li wal harfi, zinaingia katika sehemu zote kama tulivyoona. Ile wakaankadi maana yake imeingia pale, tanwini ile imeingia katika upande wa herufi kadi. Wa min khawasil ismi, na kisha vile vile pia kaelezea katika upande wa alama khawas, alama zile za majina. Tena anaendelea ni an-nida, unakulu kukubali kuitwa, na mfano ya zaid wal alif wal lam, au kukubali vile vile pia kulingana na lam, na mfano ar-rajul wal isnadu, ile kukubali kuegemezwa, mfano zaidun qa'im, au kusema qama zaidun, maana yake ni zaid na kwa ni jina kwa sababu nimekubali isnadi kuegemezewa kitendo. Famana albaiti, maana ya baiti ni kwamba hasala lilismi tamyizun, maana yake hupatikana kwa jina upambanuzi, kulibagua anilfili, kuliachanisha na kitendo, alharfi biljari, kwa kupitia jari, wa tanwini, na kupitia tanwini, na nida, wa alif allam wal isnadi ilayhi, na kupitia isnadi ilayhi, ambao isnadi ilayhi maana yake nini? Ni al-ikhbar anhu, ni kule kuelezewa kitu kwa kupitia hiyo isnadi, kwa kuelezewa hilo tamko jina, ndio maana ya al-isnad ilayhi. Sasa ile kule kuegemezewa kitu, maana yake al-ikhbar, kuelezewa kitu kwa kupitia kutokana na hilo jina, kama tulivyoelezea
kuegemezewa kitu. Kusema kama Zaidun, maana yake Zaidun anaelezewa hapo kwamba ndiye aliyekuwa amesimama. Kwa hiyo anaitwa musnadun ilayhi, na kile kitendo kinakuwa ni musnadi. Wastamala al-musannifu, na musannifu akatumia alif na lam katika alama za majina, makana al-alif wal lam, sehemu ya alif na lam. Wakati wakadhalika fi ibarati baadhi mutakaddim, na ile pia vile vile imetokezea katika ibara maelezo ya baadhi ya wanachuoni tangulia. Wa huwa al-Khalil, Sheikh al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi sahibu al-Aruz. Wastamala al-musannifu, na musannif vile vile pia akatumia musnad, makana al-isnad, sehemu ya kutumia isnad lahu, akaelezea kwa kupitia musnad, akatumia tamko musnad lilismi tamyizun hasal, baada ya kutumia al-isnad akatumia musnad. Kisha baada yake anaelezea upande wa alama za vitendo. Kwa hiyo upande wa alama za majina amemaliza, na tunaingia katika upande wa alama za vitendo. Tutamaliza kabisa shawa rekodi zote mbili, kisha tutakuja ingia mlango mwingine baada ya hayo katika mlango wa al-mabni wa al-mu'rab bi'idhnillahil karim. Kwa hii hapa tunaishia inshallah kipande hiki, alafu tunachukua tasdili nyingine ambayo itakuwa inahusiana na alama za vitendo peke yake. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin.